الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. Tunaendelea na kitabu hiki mufid Lum'atul I'tiqad, sharhi ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Tumefikia qawluhu ta'ala إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. Nabii Isa anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, wewe unajua yaliyo katika nafsi yangu na mimi sijui yaliyo katika nafsi yako. Pale walipodai wale wafuasi wake baadhi yao kwamba Isa amewaamrisha wamwabudu, ndipo Nabii Isa alayhi salam akakataa madai hayo na kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala hivyo: ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. شرح الصفة الثالثة النفس، صفة يتاتو كتك صفة ذا الله سبحانه وتعالى لنفسي. قال رحمه الله: النفس ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف. نفس صفة هي نفسي يا الله imethubutu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa Qur'ani na hadithi na ittifaqi ya salaf. Qala Allah ta'ala: kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah, Mola wenu ameifaradhisha rehma kwa nafsi yake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anaithibitishia nafsi kwamba yeye ana nafsi, lakini kila sifa inayotajwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika Mtume sallam katika sifa za Allah, ni kwamba hazifanani na sifa za viumbe vyake. Nafsi yake si kama nafsi ya kiumbe chake chochote katika viumbe vyake. Wa yukataba rabbukum ala nafsihi rahma. Wa qala Isa innahu qala: ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Wewe unajua yaliyo katika nafsi yangu na mimi sijui yaliyo katika nafsi yako. Kuthibitisha sifa hii ya nafsi, lakini haikufanana na nafsi ya kiumbe chake chochote katika viumbe vyake. Ni matamshi haya nafsi na nafsik, lakini sio kwamba nafsi ya Isa au nafsi ya kiumbe ni kama nafsi ya Allah, sio hivyo. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Hakifanana, hakikuwa mfano wake kitu chochote, na yeye Allah ni mwenye kusikia, ni mwenye kuona. Kwa tunathibitisha, ahlus sunna wanathibitisha sifa hizi kama mwenyewe Allah alivyothibitisha katika Qur'ani. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. حديث يا متوم صلى الله عليه وسلم ikithibitisha nafsi ya Allah, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi, na mtakasa Allah pamoja na kumsifu kwa idadi ya viumbe vyake, waridha nafsihi, na radhi za nafsi yake, wazinata arshihi, na wizani wa arshi yake, wa midada kalimatihi, na wino wa matamshi yake.
Kwa hiyo hapa hadithi ya Mtume sallam sahihi imethibitisha nafsi ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema waridha nafsihi. قال الشيخ رحمه الله وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به. السلف wamewafikiana kuthubutu sifa hiyo kwa njia inayofanana naye Allah, kwa njia inayofanana naye Allah. fayajibu ithbatuha lillahi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Kwa ni lazima kuithibitisha sifa hiyo kwa Allah, ni lazima kuithibitisha sifa hiyo ya nafsi kwa Allah bila kuibadilisha maana yake wala kupinga maana yake wala kuifanyia namna wala kuipigia mfano. Hii ndiyo aqida ya Ahlusunnati wal Jamaa. Katika sifa za Allah zote wanathibitisha kama Allah alivyoithibitishia nafsi yake katika Qur'ani, pia Mtume sallam alivyomthibitishia Allah katika hadithi sahihi, bila kubadilisha maana ya sifa hizi wala kupinga maana ya sifa hizi wala kuzifanyia namna wala kuzipigia mfano sifa hizi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo aqida ya ahli sunna wal jamaa katika sifa za Allah zote. Kwa hiyo matamshi ni haya nafsi nafsi, mkono mkono, lakini mkono wa Allah, mikono ya Allah si kama mikono ya kiumbe chake chochote, nafsi ya Allah si kama nafsi ya kiumbe chake chochote, wa hakadha jami'u sifat. wa qawluhu subhanahu wajaa rabbuka وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وجاء ربك نأكاج ملاواكو. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله hivi wanasubiri isipokuwa awajilie Allah. Hapa aya zinathibitisha sifatul maji, sifa ya kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio wajaa rabbuka hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Aya zinathibitisha sifa ya maji, kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala as-sifatu ar-rabi'a al-maji, sifa ya 4 ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuja. maji'ullahi للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kupambanua na kuhukumu baina ya waja wake siku ya kiyama, jambo hilo ni thabit, limethubutu kwa Qur'ani na hadithi na itifaki ya salaf kwamba Allah atakuja kwa ajili ya kuhukumu baina ya waja wake. Qala Allah ta'ala wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wajaa rabbuka, akaja Mola wako na malaika hali ya kupanga safu malaika hao. Kadhalika hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah, je hivi wanasubiri isipokuwa awajilie Allah. Pia ni kuthibitisha sifatul maji, sifa ya kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kupambanua na kutoa hukumu baina ya waja wake. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين, mpaka isibakie isipokuwa wale wanaomwabudu Allah atawajilia Mola wa viumbe vyote. Atahum rabbul alamin, moja katika hadithi zinazothibitisha kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hadith muttafaqun alayhi fi hadithin tawilin, katika hadithi ndefu. Hii ni kifupi tu cha hadithi hiyo inayothibitisha kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ رحمه الله
وأجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى. وموافقيان سلف, hakuna aliyepinga katika salaf, wamewafikiana salaf uthubutu kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fayajibu ithbatuhu lahu. Kwa hiyo ni lazima kuthibitisha huko kuja, kumthibitishia Allah bila kubadilisha maana hiyo, wala ta'tilin, wala kuipinga maana hiyo, wala takyifin, wala kuifanyia namna fulani, wala tamthilin, wala kuipigia mfano. Sifa zote za Allah Ahlus Sunna wanasema hivyo kila sifa ambayo Allah ameitaja katika Qur'ani au hadithi za Mtume, Ahlus Sunna wanathibitisha bila kubadilisha maana yake, wala kupinga maana yake, wala kuifanyia namna, wala kuipigia mfano kwamba kuja kwake ni kama kuja kwa kitu fulani, ndio tamthili. Wa huwa maji'un haqiqiyun yaliqu billahi ta'ala, huku ni kuja kwa hakika kunakofanana na Allah mtukufu, hakukufanana na kiumbe chochote. Wa huwa maji'un haqiqiyun yaliqu billahi ta'ala, huku ni kuja kwa hakika kunakofanana na Allah subhanahu wa ta'ala, hakufanana na kiumbe chochote. وقد فسره أهل التعطيل بمجيء أمره, wamefasiri watu wanaopinga sifa hizi kwa kuja amri yake. Wasema kauluhu ta'ala, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, itakuja amri ya Mola wako. Sasa hiyo amri ndio itakayohukumu. Wasema itakuja amri ya Mola wako, hiyo amri ndio itahukumu baina ya watu. Wajaa rabbuka, fa'il ni rabbu hapa, amri iko wapi? Iko wapi wajaa amru? Jawamu. Kwa hii ni tafsiri sio ya sawa. Wajaa amru rabbika ni tafsiri ambayo sio ya sawa ya hawa muattila. Muattila ndio hawa wanaopinga sifa za Allah. Wanasema ukisema kwamba atakuja Mola wako, itakuwa kuja huko ni kama kuja kwa viumbe vyake. La, sio hivyo, sio hivyo. Kuja kwa Allah ni kuja kuliko fanana naye yeye, hakukufanana na kiumbe chochote kuja kwake. Ndio tafsiri sahihi ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa bila kubadilisha maana yake. Ndio waqad fassara ahlu at-ta'til bimaji'i amrihi, qala wa naruddu alayhim bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'a. Tunawarudi hao ahlu at-ta'til wanaopinga sifa za Allah kwa yale yaliyotangulia katika kaida ile ya 4, msingi ule wa 4 ndio jibu lao hao ahlu at-ta'til wanao kataa na kupinga sifa za Allah. Kaida ya msingi huo wa 4 inasema inna qawlahum khilafu dhahiri nusus, kauli yao hiyo na tafsiri yao hiyo ni kinyume cha dhahiri ya nususi hizi za Qur'ani na hadithi. Wa khilafu tariqati salaf, pia ni kinyume cha njia ya salafu salih, masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in. Wa laysa alayhi dalilun sahih, tafsiri yao hiyo haina dalili sahihi. وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر. ويجاب hili ni jawabu wanarudishiwa na kujibiwa wale wanaopinga sifa hizi za Allah azza wa jalla. sawa. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه, رضي الله عنهم ورضوا عنه, Allah amewaridhia na wao wamemridhia. Radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah amewaridhia waja wake wema na wao wamemridhia Allah. قال الشيخ ابن عثيمين الصفة الخامسة الرضا, sifa ya 5 ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ridha, kuridhia. الرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. رضا kuridhia
ni katika sifa za Allah zilizothubutu kwa Allah kwa Qur'ani na hadithi na itifaki ya salaf. Allah amethibitisha katika Qur'ani kwamba yeye anaridhia. Qala Allah Ta'ala radiyallahu anhum wa radu anhu. Hizi aya ziko nyingi za hivi aya kwa lafzi hili ziko nyingi sana. Katika suratul Bayyina ipo, pia katika suratul Tauba. Hii ni suratul Maida, radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah amewaridhia waja wake wema na wao wamemridhia. Kwa hiyo Allah anaithibitishia nafsi yake sifatur ridha, sifa ya kuridhia. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. hadithi inayothibitisha sifa ya kuridhia kwa Allah. Mtume anasema inna Allaha la yarda anil abdi, Allah anamridhia mja wake an yaakula al-akla fayahmaduhu alaiha, kula tonge moja halafu akamhimidi Allah kwa tonge ile aliyokula, au yashraba sharba, au kunywa tama moja, fayahmaduhu alaiha, kisha fayahmadahu alaiha, kisha akamhimidi Allah kwa tama hilo la maji au maziwa aliyokunywa. Allah anamridhia mja wake anayekula tonge moja, fayahmadahu alaiha, halafu akamhimidi Allah kusema alhamdulillah, au yashraba sharba, au anayekunywa tama moja, fayahmadahu alaiha, kisha akamhimidi Allah kwa tama hilo na kusema alhamdulillah. Kuonesha dhikri na sunna ya kusema alhamdulillah baada ya kula chakula au baada ya kunywa kinywaji. Kwa hiyo Mtume sallam anathibitisha hapa sifatur ridha, kwamba Allah anamridhia mja huyo anayesema alhamdulillah, kamshukuru Allah baada ya kula na baada ya kunywa. Hii ni katika adabu za kula na kunywa, kama ilivyo bismillah ni katika adabu za lazima za kutaka kula na kunywa, na hizi ni katika adabu za lazima baada ya kula na baada ya kunywa kusema alhamdulillah. Hizi ni adabu zinaelezewa za kula na kunywa, lakini watu hawasemi si wengi wanaotekeleza sunna hizi na adabu hizi za kula, sio wengi. Mtu akishakula basi lete nini huko, ndio amemaliza kula hiyo, lete matunda hapo sasa, lete fruti hizo. Badala ya kusema alhamdulillah ulete fruti. وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى. السلف wamefikiana kuthibitisha hii radhi ya Allah mtukufu, kwamba Allah anaridhia, lakini kuridhia kwake si kama kuridhia kwetu. Vile vile sifa nyingine sawa, ni radhi ambayo inafanana na yeye mtukufu. Fayajibu ithbatuhu lahu, ni lazima kuithibitisha hiyo radhi kwake, min ghairi tahrifin, bila kubadilisha maana yake, wala ta'tilin, wala kupinga maana yake, wala takyifin, wala kuifanyia namna, wala tamthilin, wala kuifanyia mfano sifa hiyo ya radhi. Wa huwa ridhan haqiqiyun yaliqu billahi ta'ala, hii ni radhi ya hakika inayofanana na Allah mtukufu, haifanani na kiumbe chochote katika viumbe vyake. Wa huwa ridhan haqiqiyun yaliqu billahi ta'ala, hii ni radhi ya hakika inayofanana na Allah mtukufu. Waqad fassarahu ahlu at-ta'til bithawab, wameifasiri watu wanaopinga sifa za Allah kuwa ni thawabu. Watu wanaopinga sifa za Allah, Jahmiya, moja katika vikundi vilivyopotea ni Jahmiya. Ashabu Jahm ibn Safwan, hao wanapinga sifa zote za Allah, sifa zote wanazipinga wao. Sifa ya rahma wanaipinga ya Allah, sifa hii ya kuridhia, kila sifa aliyoitaja Allah katika Qur'ani na mtume katika hadithi wao wanapinga,
hao Jahmiya, ashabu Jahm ibn Safwan. Kwa hiyo hawa ndio ahlu ta'til, na kila wanaofuata madhehebu yao na itikadi yao wanaitwa ahlu ta'til, wanaopinga sifa za Allah. Ashabu Jahm ibn Safwan, sawa kama yule bedui alivyomtaja huyu Jahm ibn Safwan. Bedui mmoja alikwenda kwenye majlis ya Jahm, huyu mkubwa wao, huyu mkubwa wa madhehebu haya na itikadi hii, Jahm ibn Safwan, amekaa katika majlisi yake, anaelezea jinsi anavyopinga sifa za Allah. Allah ni rahim lakini hana rahma, Allah ni kadha, ni karim lakini hana ukarimu. Anaelezea wale wanafunzi wake. Yule bedui akamwangalia na kumsikiliza. Baada ya kumaliza pale pale yule bedui akasimama. Mabedui mnawajua mabedui ni wale watu hawana akhlaq, hawana kuheshimu mtu wala adabu wao. Pale pale akapanda na kusema, ala inna jahman kafirun bana kufruhu wa man qala yawman qawla jahmin faqad kafar. Huyu Jahm amekufuru na ukafiri wake umedhihiri sasa, na kila aliyesema maneno ya Jahm ni kafiri naye. Ala fahamuni, inna jahman kafirun, Jahm ibn Safwan ni kafiri, faqad bana kufruhu, umedhihiri ukafiri wake sasa hivi, yani huwa kupinga sifa za Allah. Wa man qala yawman qawla jahmin faqad kafar, yoyote anayesema siku yoyote maneno ya huyu Jahm, huyu naye amekufuru. Akaeleza abiati nyingi yule mbedui za kumponda yule Jahm Safwan na kumkufurisha kwa sababu ya ukafiri wa kukataa sifa za Allah. Kwa hiyo ahlu ta'til wanafasiri ridha thawab, sawa qala wa naruddu alayhim bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'a. Sheikh Ibn Uthaymeen, tunawarudi hao pia kwa yale yaliyotangulia katika msingi ule wa 4, kwa tafsiri yao hiyo ni kinyume cha tafsiri ya salaf, na pia haina dalili yoyote tafsiri yao hiyo wanaofasiri kwamba ridha ni thawabu. Sawa Asa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine anasema, ridha Allahi fi ridha alwalidain wa sukhutullahi fi sukhutil walidain. Radhi ya Allah hupatikana katika radhi za wazazi. Mtoto anapomridhisha mzazi wake na Allah anamridhia. Machukivu ya Allah yanapatikana katika kuwaudhi wazazi. Anayeudhi wazazi na Allah anamchukia. Hadithi nyingine inayothibitisha radhi za Allah kwa watoto wanaowapa radhi na kuwapenda na kuwatii wazazi wao. Sasa hii haina maana thawabu. Ridha Allahi fi ridha alwalidain wa sukhutullahi fi sukhutil walidain. Sasa ingekuwa ina maana thawabu ni kwamba thawabu za wazazi watoa thawabu. Wazazi hawatoi thawabu, ni Allah ndiye anayetoa thawabu, kuonesha kwamba tafsiri yao hiyo ya thawabu sio ya sawa. Ahlu ta'til, watu wanaopinga sifa za Allah azza wa jalla. Wa qawluhu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, anawapenda na wao wanampenda. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu, sifa ya hub, mahabba, sifa ya mapenzi. As-sifatu sadisa al-mahabba, sifa ya mahabba ya mapenzi. Qala al-mahabbatu min sifati llahi athabita lahu bilkitabi was-sunna wa ijma'i salaf. Mahabba ni katika sifa za Allah zenye kuthubutu kwake kwa Qur'ani na hadithi na itifaki ya salaf. Qala Allah ta'ala, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, Allah atawaleta watu anaowapenda na wanaompenda. Kwa hiyo ni aya moja katika aya zinazothibitisha almahabba lillahi ta'ala, kwamba Allah anawapenda baadhi ya watu. Allah anawapenda baadhi ya watu wake wema anawapenda.
fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، حديثي inaothibitisha صفة المحبة، قال صلى الله عليه وسلم siku ya vita vya Khaybar: la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Mtume صلى الله عليه وسلم alisema siku ya vita vya Khaybar vilivyofanyika mwaka wa 7 wa hijra, akasema Mtume: la u'tiyanna ar-rayata ghadan, nitampa bendera kesho, bendera ya vita ya uongozi. La u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan, kesho nitampa bendera hiyo ya vita mtu ambaye yuhibbu Allah wa rasulahu, anampenda Allah na mtume wake, wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu, na Allah naye anampenda na mtume wake pia anampenda mtu huyo. Nitampa bendera kesho mtu ambaye yuhibbu Allah wa rasulahu, mtu huyo anampenda Allah na mtume wake, wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu, na Allah na mtume wake pia wanampenda mtu huyo. Hadithi inayothibitisha mahabbatullah, wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Sawa eh? وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله يحب ويحب. السلف وموافقيانا كثبوت jambo hili la mahabba, mapenzi kwa Allah, yeye anapenda na anapendwa. Yuhibbu wa yuhabbu, anapenda na anapendwa. Hili jambo la kupenda Allah ni jambo la lazima jambo lazima kwa kila Muislamu kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, bali kutanguliza mapenzi ya Allah kisha mtume wake kuliko mapenzi ya kitu kingine katika vitu vya duniani. Kwa hiyo Allah anapenda, wa yuhabbu, na anapendwa. Fayajibu ithbatu dhalika haqiqa, kwa lazima kuthibitisha sifa hiyo ya hakika, min ghairi tahrifin, bila kubadilisha maana yake, wala ta'tilin, wala kupinga, wala takyifin, wala kufanyia namna mapenzi yake, wala tamthilin, wala kuyapigia mfano. Sawa, kama sifa nyingine. Wa hiya mahabbatun haqiqiyatun taliqu billahi ta'ala, haya ni mapenzi ya hakika yanayofanana na Allah mtukufu, hayakufanana na kiumbe chochote katika viumbe vyake. Waqad fassaraha ahlu at-ta'til bithawab, pia wale watu wanaopinga sifa za Allah wamefasiri hiyo mahabba kwamba ni thawabu. Wamefasiri mahabba kwamba ni thawabu. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu, anawapenda, wamefasiri anawapa thawabu. Wa yuhibbunahu watafasiri vipi sasa? Na wao wanampa thawabu? Haiwezekani. Sawa eh? Anawapenda na wao wanampenda, sio anawapa thawabu na wao wanampa thawabu. Idhan waqad fassara ahlu at-ta'til bithawab warraddu alayhim bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'a, kuwarudi hao ahlu at-ta'til ni kwa ile raddi iliyotangulia katika msingi ule wa 4. وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، وغضب الله عليهم، الله amewaghadhibikia, Allah amewakasirikia. Hapa ni kuthibitisha sifatul ghadab, ni kuthibitisha hapa sifatul ghadab. Allah anaithibitishia nafsi yake sifatul ghadab, sifa ambayo inafanana na dhati yake yeye, si ghadhabu ya kiumbe chochote katika viumbe vyake. As-sifatu sabi'a al-ghadab, sifa ya 7 katika sifa za Allah ni ghadab. Kama vile anavyopenda, kama vile anavyofurahika, pia Allah ana ghadab, anaghadhibika. Al-ghadabu min sifati Allahi thabitah lahu bilkitabi was-sunna wa ijma'i salaf. Ghadab ni katika sifa za Allah zenye kuthubutu kwa Allah kwa Qur'ani na sunna na hadithi na itifaki ya salaf.
قال الله تعالى في من قتل مؤمنا متعمدا. Allah anasema kwa yule mwenye kumuua muislamu kwa makusudi. Allah anasema waghadhiba Allahu alayhi, Allah anamghadhibikia, walaanahu, na anamlani. waman yaqtul mu'minan mutaammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha waghadhiba Allahu alayhi walaanahu wa a'adda lahu adhaban adhima au alima. Kwa hiyo hapa Allah anathibitisha sifatul ghadab, wa ghadhiba Allahu alayhi, Allah anamghadhibikia, wa laanahu, na anamlani mwenye kuua au mwenye kumuua muislamu kwa makusudi. Kwa hiyo aya inathibitisha sifatul ghadab. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. هنا حديثي نثبتش غضب يا الله. إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش. Allah ameandika kitabu kiko kwake juu ya arshi, akasema kwamba inna rahmati taghlibu ghadhabi, rehema yangu na huruma yangu inashinda ghadhabu yangu. Inna rahmati taghlibu ghadhabi, huruma yangu inashinda ghadhabu yangu. Hadithi inayothibitisha sifatul ghadab lillahi azza wa jalla, lakini ghadhabu inayofanana na dhati yake. Sawa, ni ghadhabu inayofanana na dhati yake, si ghadhabu inayofanana na kiumbe chochote katika viumbe vyake. Kwa hiyo huruma zake Allah zinashinda ghadhabu yake. Kama ingekuwa ghadhabu yake inashinda huruma zake, tungebaki sisi hapa tungebaki katika dunia maasi anaofanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wa rahmati wasi'at kulla shay'in, au inna rahmati taghlibu ghadabi. Hadithi al-Qudsi, Allah anasema rehema zangu au huruma zangu zinashinda ghadhabu yangu. قال وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله. وموافقيان السلف كثبوت غضب الله فيجب إثباته، كوني لازم كثبتيش هي غضب لله من غير تحريف بلا كبدليش معنى yake ولا تعطيل ولا كبينغا ولا تكييف ولا كيفانيا نمنا ولا تمثيل ولا كيبيجيا mfano. وهو غضب حقيقي يليق بالله. hii ni ghadhabu ya hakika inayofanana na Allah, kama zile sifa nyingine zilizopita. Ni ghadhabu inayofanana na Allah, huwezi ukaipigia mfano kwamba ghadhabu yake ni kama kitu fulani, la. Sawa, hakuna kupigia mfano sifa yoyote ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ghadhab kwa lafzi, ni kama ghadhab, lakini ni kwa lafzi, si kwa maana. Ghadhabu ya Allah huwezi ukaifananisha na ghadhabu ya kitu chochote katika viumbe vyake, lakini lafzi ni ile ghadhab. Sawa, ghadhab, mahabba, lafzi ni ile, lakini maana yake ni tofauti. Mahabba ya Allah si mahabba ya kiumbe chochote, ghadhabu ya Allah si ghadhabu ya kiumbe chochote katika viumbe vyake. Wafassarahu ahlu at-ta'til bilintiqam, wamefasiri watu wanaopinga sifa za Allah bilintiqam, kwa kuadhibu. kwamba maana ya ghadhab ni kuadhibu. Wa ghadhiba Allahu alayhi, yani wa yuadhibuhu au wayantaqimu minhu, yule aliyeua, na Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kumchukulia kisasi. Lakini sio tafsiri ya salaf. Qala wa naruddu alayhim bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'a, tunawarudi hao ahlu at-ta'til kwa lile jawabu lililotangulia katika ule msingi wa 4, kwamba tafsiri yenu hiyo sio tafsiri ya salaf, pia haina dalili yoyote sahihi tafsiri yenu hiyo. وبوجه الرابع أن الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام.
Allah subhanahu wa ta'ala ghayara ay khalafa, amepambanua baina ya ghadhab na intiqam, kuonesha kwamba ni tofauti. Huwezi ukafasiri ghadhab kwamba ni intiqam, kuadhibu, sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea tofauti baina ya matamshi haya mawili katika aya, baina ya ghadhab na intiqam, maana zao ni tofauti, kuonesha kwamba huwezi ukafasiri ghadhab kwamba ni intiqam. قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم أي أغضبونا، walipotukasirisha intaqamna minhum, na sisi tukawachukulia kisasi tukawaadhibu. Faja'ala lintiqama natijatan lilghadab, hapa Allah amejalia intiqam ile kuadhibu ni natija ya ghadhab, sio tafsiri ya ghadhab. hamjafahamu? falamma asafuna intaqamna minhum faghraqnahum ajma'in, walipotukasirisha, walipotughadhibisha tukawachukulia kisasi tukawaadhibu, tukawaangamiza wote. Sasa Allah katika aya hii ja'ala lintiqama natijatan lilghadab, amejalia ile kuadhibu ni natija ya ile ghadhabu, kutukasirisha. Fadalla ala annahu ghayruhu, hapa Allah anafahamisha kwamba hiyo intiqam si ghadhab. Mfahamu? Ni matamshi yana maana tofauti. Kwa hiyo huwezi ukafasiri kwamba waghadhiba Allahu alayhim kwamba intaqama Allahu minhum, kwamba ghadhab ina maana intiqam, kuadhibu. Kwa tafsiri yao ni ya makosa, sawa? Ta'wili yao ahlu ta'til ni ya makosa. Ni hivi hivi, waghadhiba Allahu alayhi, Allah amemghadhibikia huyo aliyemuua muislamu mwenzake. وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله katika suratu Muhammad, ittaba'u ma askhata Allah, walifuata mambo yanayomuudhi na kumghadhibisha Allah. Ma askhata Allah hapa ni sifatu sukht. الشرح الصفة الثامنة السخط. قال السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. سخط ni katika sifa za Allah zilizothubutu kwa Qur'ani na hadithi na itifaqi ya salaf. قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، hilo ni kwa sababu wao walifuata mambo ambayo yanamuudhi Allah, kuthibitisha sifa hiyo ya as-sukht. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، الحديث رواه مسلم. Mola wangu, hakika mimi nataka hifadha kwa radhi zako, nataka hifadha kwa ghadhabu zako. As-sukht huwa al-ghadhab, kuchukia kwako. Wa bimuafatika min uqubatik, na kwa sababu ya muafa wako kuniondoshea kila ninalochukia, nataka hifadha na adhabu zako. Kwa hiyo hii ni hadithi inayothibitisha sukhutullah, kuchukia au machukivu ya Allah azza wa jalla, kama hadithi ile ya ridha Allah fi ridha alwalidain wa sukhutullah fi sukhti alwalidain, ghadhabu za Allah ziko katika kuwaudhi wazazi. Kwa hii ni kuthibitisha sifatu sukht lillahi ta'ala ala ma yaliqu bijalalihi, kuchukia kule kunakofanana na dhati yake, kughadhibika kunakofanana na dhati yake. قال الشيخ رحمه الله وأجمع السلف على ثبوت السخط لله. السلف وموافقيانا وثبوت هي سخط كتشكية الله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لازم كثبتيش هي سخط، kumthibitishia Allah bila kubadilisha maana yake wala kupinga maana hiyo wala kufanyia namna wala kupigia mfano
wa huwa sukhtun haqiqiyun yaliqu billah. Ni sukhtun, ni kuchukia kwa hakika kunakofanana na Allah, hakufanani na kiumbe chochote. Wafassarahu ahlu at-ta'til bilintiqam, vile vile kama ghadhab wamefasiri hiyo sukhti watu wanaoharibu, watu wanaopinga sifa za Allah, kwa intiqam, kuadhibu, kuwapa adhabu na kuwachukulia kisasi. Wanaruddu alaihim bima sabaqa fi alqaidati arrabi'a, lakini tunawarudi kwa ile iliyotangulia katika ule msingi wa 4. Sifa nyingine alkaraha, wa qawluhu ta'ala kariha Allahum bi'athahum, kariha Allahum bi'athahum, Allah alichukia haraka yao. Asifatu tasi'a alkaraha, kuchukia. Alkarahatu min Allahi liman yastahiqquha thabitatun bilkitabi wassunnah wa ijma'i salaf. Karaha kwa Allah, kwa yule anayestahiki kuchukiwa, hiyo karaha imethubutu kwa Qur'ani na sunna na hadithi, wa ijma'i salaf, na itifaqi ya salaf. Qala Allah ta'ala walakin kariha Allahum bi'athahum. Kwa hiyo Allah katika sura hii na aya hii anathibitisha sifatul alkaraha, kwamba Allah anachukia, lakini kuchukia kunakofanana na dhati yake, si kuchukia kunakofanana na kiumbe chochote. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam inna Allaha kariha lakum qila wa qala wa kathrata as-su'ali wa idha'ata al-mal, rawahu al-Bukhari. Mtume akithibitisha sifa ya kuchukia kwa Allah, inna Allaha kariha lakum qila wa qala, Allah amechukia kwenu qila wa qala, maneno yale ya porojo. Qila wa qala ni maneno ya porojo yale, hajulikani yamesemwa na nani, ni nasikia tu, kila mtu nasikia, hakuna kwamba mtu fulani amesema. Hiyo ndiyo porojo hiyo ambayo Allah anachukia. Inna Allaha kariha lakum qila wa qala, Allah anachukia kwenu qila wa qala, maneno ya porojo. Wa kathrata suali, na wingi wa kuuliza maswali yasiyo na maana. Wa kathrata suali, na wingi wa kuuliza maswali yasiyokuwa na maana. Hii ina tafsiri mbili. Kuna kathrata suali, wingi wa omba, ile ni jambo ambalo Allah analichukia, au wingi wa kuuliza maswali ambayo hayana maana. Wa idha'at almal, na kupoteza mali ovyo, pia ni Allah anachukia jambo hilo. Inna Allaha kariha lakum qila wa qala wa kathrata as-su'ali wa idha'at almal, rawahu al-Bukhari. Hadithi hii ni ndefu, imeanzia inna Allaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha. Allah anachukia kwenu, anapenda kwenu mambo matatu, anayaridhia na anachukia mambo matatu. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, anapenda na kuridhia kwenu mumpekeshe yeye na msimshirikishe na kitu chochote. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, la kwanza. La pili, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, pia Allah anapenda na kuridhia kwenu mshikamane na kamba nyote, msifarikiane, watu wawe jamaa moja inaofuata aqida na manhaji salaf, wasifarikiane vikundi vingi kama watu waislamu waliofarikiana leo. Wayarda lakum an ta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jambo la tatu, wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum, mumpe nasaha yule ambaye Allah amemtawalisha mambo yenu. Kiongozi akikosea mpeni nasaha, msitoke katika taa yake. Kiongozi akikosea mumpe nasaha kama mnaweza. Kama mnaweza kumpa nasaha vizuri, mpeni nasaha. Kama hamwezi, fanyeni subra, msitoke katika taa yake mkafanya maandamano au tutataka haki zetu, hatumtaki rais. Hakuna hiyo katika Uislamu.
Uislamu unakataza jambo hilo la kutoka katika taa ya kiongozi kwa aya na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, mumpe nasaha yule ambaye Allah amemtawalisha mambo yenu, yule kiongozi mumpe nasaha. Ama kutoka katika taa yake, hiyo ni maasiya. Maasiya ni kumwasi Allah, pia kumwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa watu watatoka katika taa ya kiongozi kama walivyo makhawarij. Makhawarij akida yao kubwa ni kutoka katika taa ya kiongozi. Makhawarij mnajua Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa waache akida ya kikhawarij, wawe na akida hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo iko katika Qur'ani na hadithi hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, mumpe nasaha yule ambaye Allah amemtawalisha mambo yenu. Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Ndio hao viongozi wanaotakiwa watiiwe, wasiasiwe. Idhan alhadith yuthbitu sifata alkaraha lillahi azza wa jalla. Inna Allaha kariha lakum qila wa qala, Allah amechukia kwenu qila wa qala, porojo, wa kathrata sual, na wingi wa kuuliza maswali yasiyo na maana, wa idha'at almal, na kupoteza mali. Kuuliza maswali ambayo hayana maana yoyote. Mtu atakiwa uulize swali lenye maana ambapo atafaidika kwa swali lile, asiulize tu maswali mengi. Naam, kuuliza inatakiwa, Waislamu wanatakiwa waulize maswali ambayo hawayajui, waulize maulama. Lakini wenda kuuliza maulama maswali ambayo hayana maana. Nyanya yake Nabii Isa aitwa nani? Nyanya yake Nabii Yaqub. Humfanye nini nyanya yake kushajua jina? Kuna maana swali hiyo. Kwa kuuliza maswali yenye maana ndio inavyotakiwa, lakini maswali yasiyo na maana haitakiwi mtu kuuliza. Wa idha'at almal, na kupoteza mali bure, kutumia mali vibaya na kupoteza mali. Uislamu unakataza jambo hilo la kutumia mali bure na ovyo ovyo. Wa ajma'a as-salafu ala thubuti dhalika lillah, salafu wamewafikiana kuthubutu sifa hiyo karaha kwa Allah. Fayajibu ithbatuhu, ni lazima kuthibitisha hiyo, min ghairi tahrifin, bila kubadilisha maana yake, wala ta'tilin, wala kupinga, wala takyifin, wala kufanyia namna, wala tamthilin, wala kupigia mfano. Wa hiya karahatun haqiqiyatun min Allahi taliqu bihi, hiyo ni karaha ya hakika ya Allah inayofanana naye yeye. Karaha yake si kama karaha ya kiumbe chochote katika viumbe vyake. Wafassara ahlu at-ta'tili al-karahata bil-ib'ad, watu wanaopinga sifa za Allah wanafasiri karaha ya Allah kwamba ni ib'ad, kumweka mbali yule mja wake. Lakini wanaruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'a, tunawarudi kwa lile jawabu lililotangulia katika ule msingi wa 4, kwamba tafsiri hiyo sio tafsiri ya salaf, na kwamba haina dalili yoyote tafsiri hiyo, la fil Qur'an wala fi sunnati an-nabawiyya sahiha. Wallahu a'lam. Tushia hapa.